waweze kuipata. Capacity ya mwanzo ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ilikuwa ni watu 8,000. Baada ya matengenezo ambayo yanafanyika hivi sasa, capacity ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo sasa itakuwa ni watu 10,000. Kwa hiyo watu 2,000 zaidi imeongezeka, na kazi hiyo inafanyika kwa nguvu na kwa kasi kubwa kuhakikisha kwamba matengenezo hayo yanakamilika kwa wakati, ili idadi ya watu 2,000 iongezeke katika uwanja huu. Na mnakijua ile hadithi ya Nabii Suleiman aliyokuwa akiwatumikisha majini kujenga msikiti. Majini walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana bila kuchoka kuhakikisha kwamba msikiti unakamilika. Basi ndivyo pale Meja Jenerali Samuyo kazi inayoendelea hivi sasa, inafanyika kazi ya usiku na mchana kuhakikisha kwamba linakamilika jukwaa la nyuma ya goli, ili mashabiki 10,000 waweze kuingia uwanjani. Lakini nitoe tahadhari moja ya msingi: kama hautakuwa na tiketi siku ya tarehe kuelekea katika mchezo wetu huu, viingilio katika mchezo huu ambayo imekuwa very interesting topic, watu wengi wakisubiri kuona viingilio tunafanyaje na vitu gani, kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya uwanja wa mchezo huu. Na kimsingi hatujataka kuweka viingilio vya kausha damu, tumetaka kuweka viingilio ambavyo kila mtu atamudu kuweza kuingia. Kwa capacity ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, tungeweka pale kwa mfano mzunguko peke yake 500,000 na VIP 1,000,000, bado ule uwanja ungejaa. Lakini kwa nini umkamue mtu kwa starehe yake ya kila siku? Unajua football ni tofauti na starehe nyingine. Kwa mfano Alikiba anaweza kwenda kuimba Mwanza, kiingilio ikawa 200,000, kwa sababu anaimba mara moja kwa mwaka ndani ya Mwanza au mara moja kwa mwaka ndani ya Singida. Lakini football ni starehe ya kila weekend. Kwa hiyo tukikukamua leo sawa sawa, wiki inayokuja tutakukosa, na sisi tunataka twende na wewe mpaka mwisho wa msimu. Under so circumstance, or by saying so, tumeweka kiingilio very reasonable ambacho tunaamini kwa hadhi ya mchezo na kwa aina ya uwanja ni kiingilio rafiki kweli kweli. Na kiingilio hiki naamini kitashawishi na kuvutia watu wengi zaidi kuja uwanjani na kununua tiketi. Ndugu yangu mwana Simba, ukileta zile tabia zetu za nitanunua tu ama si nitanunua tu, na kuhakikishia hautapata tiketi. Hizi tiketi kama zitafika kesho asubuhi saa 4 kama hii, mimi sio Ahmed Ally, mimi nitakuwa bingwa wa kombe la Muungano. Kwa hiyo ndugu yangu, acha kujiuliza, acha kujifikiria mara mbili, acha kuanza kupiga anado nitaenda alafu nitaenda. Nyanyuka sasa, nenda kwenye vituo tutakavyovitaja, nenda kanunue tiketi yako. Kama kweli una nia, una dhamira ya kuja uwanjani tarehe 3, ya kuja kuandika historia, ya kushuhudia mchezo huu tarehe 3, nyanyuka sasa, nenda kanunue tiketi yako. Ndugu zanguni, katika mchezo huu, kwa sababu ya viingilio vyake, tunaamini vishoka wengi sana wataibuka, watanunua tiketi kwa wingi, alafu waje wawabagaze watu siku ya mechi. We are very much sure, sababu kiingilio ni bei nzuri. Mtu mwenye milioni 10 yake
hashindi kununua tiketi nyingi hapo, alafu siku ya mechi tiketi itakayouzwa kwa bei ndogo akakupiga kwa bei kubwa, huo utakuwa ni msiba wa kujitakia, na msiba wa kujitakia hauna kilio. Nunua tiketi yako sasa. Lakini kwenye kudhibiti hilo, tumezungumza na wenzetu wa NCAD, tuangalie namna sahihi ya kuwauzia watu. Anakuja mtu anataka tiketi 500, huyo mtu anapeleka wapi tiketi 500? Sababu hata kama anakuja kununua tiketi za tawi haziwezi kufika 500. Hakuna tawi lolote lenye mashabiki ama wanachama 500 ama 400 ama 300 ama 200. Hakuna tawi hilo. Kwa mtu wa namna hiyo akija, ni dhahiri shahiri ya kwamba huyo ni kishoka. Lazima uangalie utaratibu sahihi ya kumdhibiti ili asije kuwaumiza mashabiki katika mechi yetu ya tarehe 3. Na kuambia hilo, sizungumzi kutoka angani, nazungumza kutoka kwenye vyanzo vya kiushahidi. Yuko mtu jana alitaka kununua tiketi, nikikutajia capacity ya tiketi alizotaka kununua ni 1/3 ya uwanja. Alitaka kununua tiketi hizo. Anakwenda kupeleka wapi hatujui, anakwenda kuuza hatujui, anakwenda kugaia mashabiki wa timu yake hatujui. Sasa lazima tuwe very standby mashabiki, na hii ni kwa mashabiki wa timu zote mbili. Hatutaki hata shabiki wa timu nyingine ambaye anakuja kucheza na sisi tiketi ya 5,000 akauziwa 40,000. Tusingependa kuona hiyo inatokea. Kama sisi tungekuwa na hiyo shauku ya hiyo fedha, ni sisi ndo tungeuza kwa bei hiyo, ili hiyo hela iingie kwenye vyanzo vya klabu, ende vikawanufaisha wakina Shomari Kapombe huko. Lakini tumeweka bei nzuri ili kila mtu aweze kumudu. Na nimetoa mfano huu ili kila mtu atambue vita iliyopo kwenye ununuzi wa hii tiketi, na tuache maneno, twende kwenye utekelezaji wa kununua hizi tiketi kwa vitendo. Baada kusema hivyo, kiingilio cha chini kabisa katika mchezo huu ambao ni eneo la mzunguko ni shilingi 15,000. Ukijumlisha na shilingi 2,000 ya kadi, maana yake mzunguko ni shilingi 17,000. VIPB ni shilingi 30,000. Ukijumlisha na 2,000 ya kadi, kwa ambaye hana kadi ni shilingi 32,000. Na VIPA ni shilingi 50,000, sawa na shilingi 52,000. Hivyo ndiyo viingilio vyetu katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Na napozungumza nanyi hivi sasa, rasmi tiketi zimeanza kuuzwa. Mzunguko katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo itakuwa ni nyuma ya magori. Yale majukwaa ya nyuma ya magori ndio eneo la mzunguko. Jukwaa hili la upande huu wa kaskazini, tayari jukwaa lilikuwa limeshajengwa. Kwa ukarabati unaendelea pale kwa ajili ya kuweka sehemu ya kukalia. Hadi kufika Jumapili kutakuwa kumekamilika, watu watakaa katika jukwaa lile kwenye raha mustarehe kweli kweli kwa shilingi 15,000 tu babangu. Na jukwaa upande wa pili huku wa kusini kulikuwa hakuna jukwaa, lakini napozungumza nawe hivi sasa, jeshi letu la kujenga taifa JKT wapo kazini kwa masaa 24 bila kulala wala kupumzika. Wanafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kukamilisha jukwaa hilo, ili mashabiki wapate sehemu ya kukalia kusini mwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa shilingi 15,000 pekee. VIPB unapoingia uwanja wa Meja Samuyo, ule upande wa pili ambao unaangalia dressing rooms, unaangalia sehemu ambayo wanatokea wachezaji, ile ndiyo VIPB yetu. Kwa lugha nyepesi, kwa wale mashabiki wa Simba, ile sehemu ambayo wanakaa wapiga ngoma kwa maana ya Faida na timu yake,
ile ndiyo VIPB yetu siku ya tarehe 3. Huko nyuma ama mechi nyingine, hii VIPB huwa inakuwa ni mzunguko, lakini kwenye mechi hii VIPB itakuwa ni shilingi 30,000. VIPA ni huku pembeni, ukishaingia uwanja wa Meja Isamuhyo, pale chini wanapotoka wachezaji, ili shavu la kushoto na shavu la kulia, yale ndiyo VIPA, na pale ni shilingi 30,000, ni shilingi 50,000. Viingilio viko vya aina 3 pekee, na mwenye dhamira, mwenye nia ya kwenda uwanjani, basi aende akanunue tiketi yake sasa. Vituo vya kuuzia tiketi: uwanja wa Benjamin Mkapa, nje pale watu wanauza na kununua tiketi. Lampard Electronics Kariakoo, kwenye jengo la Simba Sports pale Msimbazi, floor ya kwanza, duka la vifaa vya kuuza duka la vifaa vya umeme Lampard Electronics, tiketi zinauzwa pale. TFF Karume, pale pia tiketi zinapatikana. Simba Sports Club makao makuu hapa Masaki, tiketi zinapatikana hapa. Nyanyuka ulipo, njoo hapa Masaki, njoo chukue tiketi yako. Mtembe Electronic Mwembe Yanga, tiketi zinapatikana. Magufuli Terminal Mbezi, tiketi zinapatikana, pamoja na Feri Kigamboni, tiketi zinapatikana. Ni vituo hivyo, ni vituo 7 pekee vinauza tiketi za Kariakoo Derby. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni waandishi wa habari, niseme asanteni sana kwa kunipa nafasi hii ya kuzungumza kwenye vyombo vyenu vya habari, na kwa wale wote ambao wamenisikiliza niseme asanteni sana. Kama kuna mapungufu kwenye uwasilishaji wangu, basi naombeni mnisamehe, ndivyo nilivyojaliwa kuwasilisha asubuhi ya leo. Asanteni. Kama kuna maswali karibuni, kama hakuna maswali basi wahini kupandisha hii taarifa ili wanasimba kutoka sehemu mbalimbali waweze kuipata. Capacity ya mwanzo ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ilikuwa ni watu 8,000. Baada ya matengenezo ambayo yanafanyika hivi sasa, capacity ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo sasa itakuwa ni watu 10,000. Kwa hiyo watu 2,000 zaidi imeongezeka, na kazi hiyo inafanyika kwa nguvu na kwa kasi kubwa kuhakikisha kwamba matengenezo hayo yanakamilika kwa wakati, ili idadi ya watu 2,000 iongezeke katika uwanja huu. Na mnakijua ile hadithi ya Nabii Suleiman aliyokuwa akiwatumikisha majini kujenga msikiti. Majini walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana bila kuchoka kuhakikisha kwamba msikiti unakamilika. Basi ndivyo pale Meja Jenerali Isamuhyo kazi inayoendelea hivi sasa, inafanyika kazi ya usiku na mchana kuhakikisha kwamba linakamilika jukwaa la nyuma ya goli, ili mashabiki 10,000 waweze kuingia uwanjani. Lakini nitoe tahadhari moja ya msingi: kama hautakuwa na tiketi siku ya tarehe 3, yani umekosa tiketi, tafadhali usikanyage Meja Jenerali Isamuhyo. Ile sio Benjamin Mkapa. Hauna tiketi, unakuja nje uwanja unazengea. Na kuna mwingine anatoka nyumbani kwake hana tiketi, anakuja na redio, anakaa nje Benjamin Mkapa anasikiliza. Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni is not for such kind of people. Yani watu wasiokuwa na tiketi wasikanyage Meja Jenerali Isamuhyo. Na niwakumbushe tu, eneo lile lote jumlisha uwanja ule wote uko chini ya JKT.
Kwa hiyo kama utakuja pale ukawa unambwala mbwala nje ya uwanja, majuto sio mjukuu. Asante sana. Kama huna tiketi Tabata usivuke au Mbagala usivuke, kaa mbali. Azam TV itakusaidia kukuletea mubashara matangazo, lakini Meja Isamuhyo sio yani ile kuanzia Kunduchi ile, huna tiketi Kunduchi usiguse, au kama unatoka Bagamoyo mwisho wako Mapinga huku usiingie kabisa kama huna tiketi. Ndiyo bwana Jiadu. Asili ya Simba na mtani wetu huwa ni kugawana majukwaa. Kasoro Zanzibar ndio mnakaa kama biriani, yani chui yani ile mixa mbwembwe. Na asili yake huwa ni automatic. Kuna upande mmoja huo unakaa kushoto, kuna upande huo unakaa kulia. Kama sikosei Simba tunakaaga kushoto Simba. Uwanja wote Simba tunakaa kushoto, wengine wanakaa. Kwa hata Meja Isamuhyo nafikiri kuna watakaokaa upande wa kushoto na kuna watakaokaa upande wa kulia. Kama tutachanganyikana jukwaa moja, ahlan wa sahla, lakini naamini kwa asili ya Simba kila mtu anakaa jukwaa lake, kila mtu anakaa upande wake. Na uzuri wa Meja Isamuhyo inaruhusu hilo. Kwa mfano ile VIPA kuna bawa la kushoto, kuna bawa la kulia. Ukija mzunguko, kuna mzunguko wa nyuma goli, mzunguko wa nyuma goli. Watu pekee ambao watachangamana ni wale wa VIPB ambao wale jukwaa lao ni moja, lakini kuchangamana kwao ni kama ushawahi kuona Simba na mtani tukicheza Kirumba, ile jukwaa ambalo linaangalia VIP, mara nyingi tunagawana pale katikati, huku anakwenda Simba, huku anakwenda Yanga. Kwa hiyo naamini hata kwenye mechi yetu ya kesho kutwa tutagawana namna hiyo, kila mtu akae upande wake. Lakini kama itatokea tukachanganyana ikawa ni mixa mbwembwe, basi ungwana, uvumilivu na ustaarabu ndio uwe silaha katika mchezo huu wa kesho kutwa. Asitokee mtu akamfanya vurugu mwenzie kwa sababu tu umekaa eneo letu. Kwa hiyo tukaanza na ukishaingia uwanjani ukakuta wenzio wamekaa sehemu fulani, nenda kakae upande wa wenzio. Usije kaona ambavyo vinaweza kuepukika tuviepuke. Kama tutakuwa tumekaa vululu it's fine, lakini kama uwanja automatic utajitenga wa huko, basi nenda kakae kwa waliokaa wenzio ili kuepusha mambo mengine. Ya swali zuri. Nashukuru ndugu mtangazaji, ndugu mwandishi wa habari. Hiyo ni njano au binzari? Gold basi kama ni gold basi nyama mwingi. Gold. Tumekuwa na matukio yasiyopendeza kwa siku za hivi karibuni, hasa kwetu mashabiki wa Simba, na kwa msimu huu yamekithiri kidogo, maana tumeadhibiwa mara mbili kama sikosei, kwa tukio moja la mashabiki kurusha vyupa uwanjani. Regardless hatujaridhika na maamuzi kiasi gani, lakini kurusha chupa sio solution ya hasira zetu. Zaidi ya kwamba tunachafua taswira ya klabu yetu, moja. Mbili, tunaiongezea klabu mzigo kwa kulipa faini mara kwa mara. Kuelekea mechi ya tarehe 3, ni waase
na niwakumbushe mashabiki wa Simba tuachane kabisa na hulka, utamaduni na tabia hizo. Mechi imemalizika ama tukio la hovyo limefanyika uwanjani, tuvumilie, ndio mpira wa miguu na sisi wote ni wakosaji. Kwa hiyo tuvumilie makosa ambayo atayafanya binadamu mwenzetu. Yanauma kweli kweli, lakini kurusha chupa sio suluhu ya maumivu hayo. Tuvumiliane, mechi ishe kwa maslahi makubwa ya klabu yetu na kwa maslahi makubwa ya timu yetu. Viingilio katika mchezo wetu, mzunguko ni shilingi 15,000. Meja Jenerali Samuyo, tunaposema mzunguko tunamaanisha nyuma ya magoli. Goli la kaskazini ni shilingi 15,000 na goli la kusini ni shilingi 15,000. VIPB ni shilingi 30,000. Tunaposema 30,000, Meja Jenerali Samuyo, ni lile jukwaa ambalo linatazama jukwaa la VIP, ama linatazama dressing rooms, ama linatazama sehemu ya kuingilia wachezaji wanapoingia uwanjani. Ile ndiyo VIPB, ambapo katika mechi nyingine jukwaa hili huwa ni jukwaa la mzunguko, lakini kesho kutwa hili ni jukwaa la VIPB. Na VIPA ni shilingi 50,000, ambapo VIPA unapoingia uwanja wa Meja Isamuyo, pale ambapo wachezaji wanaingia uwanjani kwenda kuanza mechi, upande wa kushoto na upande wa kulia, lile ndiyo jukwaa la VIP ambalo ni shilingi 50,000 pekee.